Simulizi inaitwa Zawadi ya Ajabu. Simuliaji wako ni mimi Fidia Tinga. Karibu sana popote ulipo na unafuatilia simulizi hii. Nichukue nafasi hii kukaribisha sana na asante kwa kuchagua kunisikiliza. Kama unafuatilia simulizi hii pia kupitia mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok na YouTube, napatikana kwa jina la Fidia Tinga. Kama uliikosa sehemu ya kwanza hukuifuatilia, uliikosa sehemu ya pili hukuifuatilia, uliikosa sehemu ya tatu haukuifuatilia, basi ingia YouTube, andika Fidia Tinga. Utaipata sehemu ya kwanza, utaipata sehemu ya pili, utaipata sehemu ya tatu, na hii ni sehemu ya 4. Simulizi inaitwa Zawadi ya Ajabu, maisha ya Asha pamoja na mmewe Danieli, watu ambao upendo wao ulidhihirika wazi mpaka kufikia siku wanafunga ndoa. Lakini siku wanafunga ndoa ilikuwa ndio mwanzo wa wao kuanza kupitia majanga. Asha, mke wa Danieli, alipata upofu baada ya kufungua zawadi ya ajabu ambayo walipewa katika harusi yao. Na hiyo ilikuwa ni zawadi kutoka kwa mwanaume aliyeitwa Victor, ambaye alikuwa ni ex wa Asha. Amewahi kuwa na mahusiano na Asha. Ili kufahamu zaidi mwanzo wa simulizi hii, rejea sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu kupitia YouTube, andika Fidia Tinga, utaweza kupata mwanzo mpaka sehemu ya 3, na leo ikiwa ni sehemu ya 4. Na panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kama tutaenda vyema, tutaikamilisha mpaka sehemu ya 5 leo tukiwa hapa mjengoni. Unanifuatilia live mtandaoni, asante, karibu sana. Sehemu ya 4 tunaendelea, ambapo Danieli alibaki katika njia panda akiwa hajui amruhusu mke wake aende akamuone huyo eksi wake ambaye alitaka kumsababishia upofu. Yeye anasema anataka akamuone gerezani kwa sababu hajui anaishije. Danieli akashangaa, Asha anataka kwenda kumuona Victor tena gerezani, wakati Victor yuko rumande anasubiri tu hukumu ili aweze kupata haki yake kwa alichokifanya. Nimepambana, mke wangu amepona, anaweza kuona tena. Yeye anataka kwenda kumuona eksi wake tena huko gerezani. Daudi hakuelewa kabisa. Akamuuliza mkewe Asha, Asha, mke wangu, unataka kwenda kumuona Victor pamoja na yote aliyokufanyia? Asha alijibu tena kwa sauti ya utulivu akasema, ndiyo, nataka kwenda kumuona. Siku chache baadaye walienda gerezani. Haya ni maajabu. Danieli alikubali waende wakamuone Victor. Unaweza ukajiuliza huyu mwanamke alikuwa na akili gani? Lakini pia utawaza na kujiuliza zaidi, huyu mwanaume alikuwa na hekima gani? Ungekuwa wewe mwanaume unayenisikiliza, ungeweza kufanya maamuzi haya aliyoyaamua Danieli kwamba sawa, twende tukamuone gerezani? Mwanaume unayenisikiliza, ungeweza? Niandikie ujumbe wako, uweka komenti yako. Pia unanifuatilia live kupitia TikTok, lakini pia wale ambao mnafuatilia YouTube, weka komenti yako. Unayefuatilia kupitia redio yako, andika meseji yako. Kwa sasa, hasa wewe mwanaume, ungeweza kumruhusu mkeo? Alichofanyiwa na eksi wake kimesababisha wewe umeingia gharama, alafu yeye anasema bado anamuonea huruma, ajui anaishije. Afa anakuambia nataka niende nikamuone. Ungeruhusu aende akamuone? Asante kwako Uyole Finest, na kuona unasema unanikubali sana na unanifuatilia kwa uzuri kabisa kutokea Dar es Salaam. Asante, nimeona upendo wako. I see you Uyole Finest. Mwanaume unanisikiliza, niandikie meseji kupitia 0744139543. Hiyo ndio namba ya hapa studio, 0744139543. Unanitazama pia kupitia mtandaoni, usiache kulike. Hakikisha una like pia simulizi hii. Lakini pia unanifuatilia live kupitia redio, hakikisha meseji yako pia inanifikia. Kwa hiyo Danieli alichukua maamuzi hayo, akaruhusu waende wakamuone Victor gerezani. Baada ya kufika magereza,
wakaomba kwamba waonane na Victor. Wakaruhusiwa kuonana naye, wakapelekwa kwenye chumba maalum cha kufanya mazungumzo na huyu Victor ambaye alikuwa yuko rumande. Victor alipoletwa katika chumba maalum cha mazungumzo, macho ya Victor yalijawa na mshangao. Sura ya Victor ilijawa na mshangao. Hakutegemea kumuona Asha tena, kwa sababu yeye alifikiri huenda kwa ule ubaya aliyoufanya, huenda Asha alikufa au hana uwezo tena wa kuona. Lakini alishangaa kumuona mbele yake Asha, tena akiwa na mumewe Danieli, na Asha akiwa ni mzima, ana uwezo wa kuona. Akamuuliza Asha, Asha, ina maana umepona? Asha akamjibu Victor akasema, ndiyo, nimepona na ninaona tena. Victor aliinamisha kichwa chake chini. Kwa mara ya kwanza macho ya Victor yalionekana kuwa na majuto makubwa. Victor alisema kwa sauti ya chini akasema, sikuwahi kufikiria utaweza kunisamehe. Asha akamjibu, sijaja hapa kukusamehe tu, nimekuja kukuambia ukweli mmoja. Victor akanyanyua macho yake na uso wake akamtazama Asha akasema, Victor, ulinipofusha kwa muda tu, lakini hukuweza kupofusha moyo wangu. Victor kabaki kimya akiwa haelewi Asha anamaanisha nini. Lakini maneno yale pia yalimfanya Victor aanze kutoa machozi. Victor akaanza kutokwa na machozi. Kwa sauti iliyovunjika, Victor akasema, naumia kwa kuwa nimeharibu maisha yangu kwa chuki. Nimeharibu maisha yako pia. Kinachoniumiza zaidi, mimi leo niko gerezani, na chuki ndio imenifanya mimi niko gerezani. Maisha yangu yameharibika, ndoto zangu zimekatika. Leo niko gerezani kwa sababu ya chuki. Wakati huo Danieli, unajiuliza alikuwa wapi? Alitoka pale? Hapana, Danieli alikuwepo. Alikuwa pale tu pembeni, amekaa kimya muda wote. Lakini ikambidi Danieli azungumze. Akasema, Victor, yawezekana sasa hivi ungekuwa uraiani, ungekuwa mtu mkubwa sana, lakini uliruhusu wivu kuharibu. Wivu uharibu maisha yako. Baada ya Danieli kusema vile na mazungumzo yale, Victor alilia sana. Alilia sana. Tangu Victor akamatwe hajawahi kulia kama alivyolia siku hiyo. Baada ya mazungumzo hayo, Asha pamoja na Danieli waliondoka pale magereza, ambapo Victor ambaye alikuwa ni mtuhumiwa wao alikuwa anashikiliwa rumande wakati kesi inasubiriwa mahakamani kutolewa hukumu. Baada ya miezi kadhaa, siku ya kutoa hukumu ikafika. Danieli pamoja na Asha na mawakili waliokuwa wanasimamia kesi yao, lakini pia mshtakiwa wao, mtuhumiwa wao, naye akafika mahakamani, akapanda kizimbani. Hukumu ikatolewa. Cha kushangaza, hukumu hii iliyotolewa, baada ya hukumu kutolewa ya kwamba Victor aliyefanya kosa hilo la kumpofusha macho Asha anatakiwa kwenda jela kwa miaka kadhaa, lakini pia kulipa faini, ambapo akawa ametajiwa kiwango cha fedha pia kikubwa tu, kitu ambacho hutaamini msikilizaji. Asha alisimama mahakamani hapo, akaomba kuzungumza. Alipopewa nafasi ya kuzungumza, Asha akasema, ninaomba adhabu ya Victor ipunguzwe.
Sijui naona shangaa kama mimi. Kwani huyu mwanamke bado anampenda Victor au? Sijui unawaza nini, niandikie pia maoni yako kwenye 0744 139543 kwa wale ambao unasikiliza kupitia radio yako, lakini pia ambao unafuatilia live mtandaoni pia. Unaweza kuweka komenti yako hapo. Ungekuwa wewe ungemuelewa Asha. Adhabu imetolewa, miaka kadhaa jela na faini ya milioni kadhaa. Asha anasimama anasema, naomba apunguziwe adhabu. Unaambiwa watu wote mahakamani pale walishangaa sana. Hakimu akauliza, Asha, unasema Victor apunguziwe adhabu, kwa nini? Asha akajibu akasema, nasema apunguziwe adhabu kwa sababu nimejifunza kitu muhimu sana katika maisha. Ukumbi wote wa mahakama ulikaa kimya kumsikiliza. Asha anataka kusema nini? Watu wote kimya. Asha akasema, chuki inaweza kuharibu maisha mengi, lakini msamaha unaweza kuponya mioyo mingi. Narudia tena alichokisema Asha. Chuki inaweza kuharibu maisha mengi, lakini msamaha unaweza kuponya mioyo mingi. Maneno yale yaliwagusa watu wengi sana pale mahakamani. Victor akiwa haamini kwamba siku ya hukumu mtetezi wake atakuwa ni mtu aliyemfanyia ubaya. Victor aliinama na alilia sana. Na hapo ndipo watu wote walitambua ukweli mmoja, kuwa zawadi ile ya harusi ilianza kama laana, lakini ilimalizika kuwa somo kubwa sana la upendo, uvumilivu na msamaha. Na tangu siku hiyo watu walipata funzo na somo, na watu wakajifunza kwamba upendo wa kweli haukimbii majaribu, bali hupambana hadi mwisho. Kwa hiyo mahakama, kutokana na aliyesema ndiye aliyetendewa ubaya, ikampunguzia adhabu Victor, akapunguziwa miaka ya kwenda jela, akapunguziwa faini ambayo alitakiwa alipe. Unamuelewa Asha wewe? Asha, unamuelewa? Mimi simuelewi. Nipigie simu yako kwenye namba 0744139543. Unamuelewa Asha wewe? Mimi mwenzenu simuelewi. Au bado ana upendo na Victor? Mimi simuelewi. Nipigie simu yako kwenye namba 0744139543. Kabla tujaendelea, 0744139543 kwenye line ya low. Halo. Naam, karibu. Unaitwa nani na uko wapi? Kaka, mimi naitwa Zainabu kutoka Soweto Mbeya. Zainabu kutoka Soweto Mbeya, karibu. Huyo kaka muoaji, Mungu amfanyie wepesi wa maisha yake. Ipo siku majibu atapewa na Mungu. Kwa maana ya Danieli sasa. Ndio maana kaka yangu. Anachokifanya Asha ona kielewa? Kaka sijamuelewa, kwanza ni muoaji dada. Haya, asante sana pia, wacha tuwape nafasi watu wengine, endelea kusikiliza redio yako. Kakangu namsalimia na mamangu mdogo anaitwa Hadija Mwembe Mabadaga. Namsalimia mamangu mdogo anaitwa Halima Mwembe Soko Matora. Namsalimia kakaangu Miraji yuko Soweto. Nakushukuru kaka. Asante sana, Mungu akubariki. Haya, kwenye line mtu mwingine. Halo. Safi kabisa. Unaitwa nani, uko wapi? Karibu kutokea Mbarali. Anazingua Haya, sawa sawa, asante sana kutokea Mbarali hapo. Licha ya kwamba naona mtandao upande wako hauko vizuri sana, kwa unakuwa usikiki vizuri. Tumpe nafasi mtu mwingine hapa. Halo. Halo. Haya, simu ni nyingi mpaka zinaingiliana, inakuwa ni vigumu hapa kwenye line. Halo.
Karibu, unaitwa nani, uko wapi? Unaitwa nani na uko wapi? Naitwa Baineti Mwaigaga, nipo Swaya. Karibu. Kama mwanaume atiwe nguvu, Mwenyezi Mungu amsaidie, kuna siku atafanikiwa. Amina, amina, ubarikiwe sana. Amina baba. Haya, kwenye line ya hello, mtu mwingine. Jamani, tambo limezidiwa hapa ndani. Mezidiwa kabisa. Kabisa. Ni cheki message kwenye 0744139543, simu ya mwisho kwenye line. Hello. Haya, naomba basi msipige simu, nipitie message. Mimi Enoki anasema sijamuelewa, mimi niko Mbeya. Lakini anasema mi Rafa Salimoni natokea Lukwa, ishi sana. Pia anasema nimejifunza kitu kikubwa sana kutoka kwa Asha kaka Bailusi. Maria Mgimwa anasema mimi Asha namuelewa vizuri. Anasema usirudishe ubaya kwa ubaya. I say hatari sana, anasema hivyo. By James kutokea Uyole, mbona simuelewi Asha? Kaka hapo studio, mbona simuelewi Asha? Anataka nini kwa Victor tena au bado anampenda Victor? Hajasema ni nani. Anasema kaka studio, mimi Asha ni simuelewi. Side kapigwa hapo. Anasema Ima Kidi kutokea Itumbi. Lakini anasema mimi nimemuelewa kwamba usilipe ubaya kwa ubaya bali ulipe ubaya kwa wema. Morini wa Uyole. Pia anasema anaitwa Given Mhepela, anasema kwa simulizi ilivyo Asha ni anasema ni shahili dhahiri, alikuwa ana huruma sana, ndio maana alibeba jukumu la kumuombea punguzo la gharama za fedha ambayo alikuwa anatakiwa alipe. Upendo hapana, ila kabla ya leo alitazama na kesho itakuwaje. Uyole Finest pia kupitia live TikTok anasema nimejifunza kwamba haijalishi tumetendewa mangapi na wapendwa wetu tunaowaamini na kuwapenda, lakini tunafundishwa kusamehe. Huyo ni Uyole Finest live kupitia TikTok, yuko na mimi. Mimi simuelewi Asha jamani, hajasema ni nani. Pia anasema nadhani bado anampenda. Marieta kutokea Maendeleo Mbeya. Lakini pia anasema ana moyo wa pekee sana, anaitwa Ana, anatokea 88. Huyo mwanamke hana upendo na Daudi anampenda Victor. Sio Daudi, ni Danieli guys. Mumeo anaitwa Danieli. Ibra wa Sinde Mbeya. Asha inaonekana bado anampenda huyo mwanaume by Veronica. Huyo mwanamke anasema huyo mwanaume alikuwa na roho ya kusamehe na ndio maana alikubali kwenda kumuona Victor by P kutokea Ilemi. Inaumiza. Anasema ila ningekuwa mimi anasema nisinge mruhusu mke wangu aende, angeforce ingekuwa taraka moja kwa moja. By Yuda kutokea Tukuyu. Anasema kisa Daniel, Mungu ampe nguvu maana hapo hakuna ndoa tena. By Enjo kutokea Uyole. Lakini pia anasema Jamari wa pande za Isangawana, anasema kwa kweli tusingeweza. Pia anasema ni wachache sana bamdogo kibongobongo. Kinachofata ni kipigo. Luka Andengenye kutoka Ntokela. Anasema mimi kaka siwezi kumruhusu aende. Simulizi iko lini? Anasema ni mtu wa Mbozi, anaitwa Kambona. Simulizi kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Kipindi chetu kinaanza saa 10 mpaka saa 1. Huenda hizo sio nyama. Anasema huenda hizo sio nyama, mifupa katika mifupa ya Danieli by Revoni. Pia anasema mama wawili anapatikana Mbeya vijijini. Anasema wewe dada, kama changamoto kwa kweli mapenzi haya. Robito Kibona toto la Kindali pamoja sana mpaka tamati kutokea Mbeya Airport. Haya. Gaspar kutokea Uyole, Asha yuko sahihi kabisa kwa sababu anasema kwa sababu inakuwa ni funzo kwa aliye gerezani kuacha ubaya na kufanya wote waishi kwa upendo. Kaka huyo Asha kama data zimemzima, ningekuwa mimi data zingewakia hewani kwa ninavyoifahamu akili yangu. Baikasekwa Finest from Iyunga Mbeya. Huyo anasema haiwezekani.
kitu alichokifanya Danieli kwa sasa. Lakini pia anasema Asha amenifunza sana, Aminika Adam kutoka Kawetele. Mimi namuelewa Asha, mimi ni Recho Juma kutokea Uyole. Pia anasema kakaangu, mbona huyu Asha mimi simuelewi jamani, au bado anampenda Victor jamani. Ila Danieli awe na moyo wa uvumilivu. Bayusta kutoka Igoe Umalila. Kaka Fidia, mimi hata nashangaa naona hapo huyo Asha bado ana upendo na Victor pia. Mimi namuomba Mungu azidi kumsimamia Danieli, lakini wanawake tupunguze tabia mbaya jamani. Baiskola kutoka Uyole. Gaspar kutokea Uyole anasema Asha yuko sahihi kabisa, kwa sababu inakuwa ni funzo kwa ajili ya aliye gerezani kuacha ubaya na kufanya wote waishi kwa upendo. Nafikiri hii imejirudia. Huyu anasema ingekuwa mimi Danieli ningefika tu nyumbani anasema ningemwagia Asha ti petroli usoni kama kweli anamtaka Victor. Nisome kama Vic wa Uyole. Hapana kufanya ubaya bana. Naitwa Yona Katoto wa Senjele Mbozi. Mimi Asha nimemuelewa, mapenzi ya dhati huwa hayaishi. Sawa jamani. Asha huyo anasema nilichojifunza ni usimrudishie mtu kibaya. Mungu yupo jamani. By Joan kutokea Mbozi. Anaitwa Boniface kutokea Mambaefu. Yani huyo Asha anataka Victor ajutie kwa kile alichokifanya. Lakini unasema yani hapo Danieli apewe wepesi tu na Mungu. By Revoni. Lakini pia Asha hana mapenzi na Victor, ila anajaribu kutimiza maandiko, usilipe wema kwa ubaya. Mama Noeli alichunya Mambaefu. Mimi Asha namuelewa hasa. Anasema Asha anataka huyo ajutie kwa alichomfanyia. Mimi Betha naishi Shewa, nimemuelewa anamaanisha msamani bora kuliko chuki. Pia anasema mimi Asha alichokifanya ni funzo sana. Pia anasema Asha alikuwa na moyo wa kimungu sana, maana samehe 7 mara 70. Snefa niko Lupa. Asha Mungu ampe nguvu. GCM kutokea Swaya. Hapo mbona kama Asha kuna mahusiano upande wa pili. Bailuoga. Hao wanandoa wana moyo wa kipekee sana. Tenda wema na ni akiba kwa anasema akiba. Shukrani kwa Mungu. By Mrs. J4 wa Ibena Wimba. Asha alaaniwe. Mtu katuma laana huko. Asha ulaaniwe wewe. Sisi tunatafuta wanaume kama Danieli. Asha wewe ni mpuuzi sana wewe. Jamani, huyu yani kama mind kweli kweli. Sema tinga yangu ni hayo. By Irene kutokea Isiesi. Yani mpaka nimeamua mingine niruke nisisome. Irene kama mind vile vibaya mno. Jamani, naomba unayesikiliza redio yako muda huu pia nikutajie namba ya Maisha Halisi Academy. Kesho pale ukumbi wa Tugimbe kuna semina nzuri sana. Hii ni semina inayohusu maisha, namna ya kujikwamua kutoka kwenye hali ambayo wewe hutaki uendelee kuwa nayo. Naomba nikutajie namba ya Maisha Halisi Academy. Nisikilize. Unataka ufanikiwe kwenye maisha yako, lazima Mungu akukutanishe na watu ambao wamepewa maarifa na ufahamu ya kuweza kuwatoa watu pia katika changamoto na matatizo mbalimbali. Nisikilize tena. Unayenisikiliza muda huu, Maisha Halisi Academy kesho Jumamosi wameandaa semina, itakuwa pale Tugimbe. Ukumbi wa Tugimbe Mafiati Mbeya. Semina hii ni ya wale ambao wanauchukia umasikini, wanataka kufanikiwa kwenye maisha yao. Shughuli wanazozifanya wanaona wanachelewa kufanikiwa. Watu wengine wana vipaji, lakini vipaji hivyo haviwapi maslahi yoyote. Unaishia kuwa na kipaji, watu wanakupigia makofi. We mwamba. We mwamba kweli, we mwamba. Lakini kipaji hicho je, kinakusaidia nini kwenye maisha yako? Au kazi hiyo unayoifanya imekupa maendeleo gani kwenye maisha? Unachukia maisha ya kuishi vile vile.
Maisha Halisi Academy kesho wana semina pale ukumbi wa Tugimbe Mafiati, Mbeya mjini. Kesho naomba nitaje namba, wapigie simu, uliza utaratibu pia wanayetaka kushiriki. Pia tuma majina yako. Unayetaka kushiriki unatuma majina kwamba nitashiriki, naomba kujua utaratibu. Watakupa utaratibu wa namna ya wale wanaotaka kushiriki, unashiriki kwa utaratibu gani. Namba yao ni 0742 53 58 49. Namba ya Maisha Halisi Academy ambao wameandaa semina hii pale ukumbi wa Mafiati, Mbeya mjini. Namba yao Maisha Halisi Academy ni 0742 53 58 49. 0742 53 58 49. Andika hiyo namba 0742 53 58 49. Waambie, mimi mwenyewe kuna kazi nafanya lakini hainipi faida, hainipi matokeo, hainipi mabadiliko ya maisha, na mimi nahitaji kuja kwenye hiyo semina. Utaratibu upoje? 0742 53 58 49. Semina itaanza saa ngapi? Ukipiga simu watakuambia 0742 53 58 49. 0752 no, narudia tena, ni 0742 53 58 49. 0742 53 58 49. Hiyo ndio namba ya kuwapigia Maisha Halisi Academy. Wapigie simu unataka kujiunga kwenye semina hiyo ambayo ni ya watu walika zote. Usianze kuuliza kuhusu umri, wao wanapokea watu wote walika zote. Nenda kajifunze popote pale ulipo, fika, lakini mawasiliano hayo ni muhimu. Kapiga simu ili uweze kujiunga na Maisha Halisi Academy. Darasa lipo kesho. Sawa jamani? Meseji chache kwa hapa ndani, kwa wale ambao wametuma meseji zao pia kuhusiana na simulizi ya zawadi ya ajabu. Anasema mimi Dogolafa, anasema usilipe ubaya kwa uzuri. Huyu pia anasema kaka mimi njiwa. Huyu Asha kaandika maneno mazito sitasoma. Hao bado wanapendana. Msa Kasale amesema hivyo. Mimi Fidea kutoka Sai anasema Asha anafundisha kusamehe. Lakini pia anasema brother, Asha alikuwa mtu mwenye moyo sana, Victor Boy. Lakini pia anasema bro, nakupata vizuri hapo studio. Amefanya vizuri sana, ila Danieli afanye uchunguzi kwa Asha asije akauziwa mbuzi kwenye gunia. Hadithi ianze ameandika hivyo. Mponzi Mbeya ameandika pia haya, yuko na mimi. Namuelewa Danieli anampenda mkewe, then anamwamini, na kuhusu Asha hampendi Victor bali anampa kifungu cha kujutia makosa yake. Anaitwa Sanga Boy, yuko Soweto. Asha anamuelewa, usilipe ubaya kwa ubaya. Rehema Gunga akiwa Umalila Isagama. Pande wa msamaha anasema hajakosea, ila alipokosea kusema ndani ya moyo wake bado anja mtia upofu ndo amekosea. Asha amekuwa mtu wa maana sana, maana ameifundisha hata jamii kusamehe. Kweli Asha yuko sahihi kabisa. Ameandika ujumbe wake huo, lakini hajasema yeye ni nani. Kaka mimi simuelewi kabisa huyo Asha. Mimi Baraka Machipsi wa ICS. Kaka anaitwa Vicky Kanyenye kutokea Makongoros Chunya. Mimi nimemuelewa Asha yuko sahihi. Asha amefanya wema na Mungu ambariki huyo Danieli. Pia anasema mnaweza msinielewe. Anasema mnaweza msimuelewe Asha, ila mimi namuelewa, kwani analipa baya kwa jema na si kama anampenda, ila anampa fundisho
hata kwa siku nyingine. Anasema yeye ni Mama J kutokea Uyole Mwanyanje. Asha, wewe anakufundisha nini? Unamuelewaje Asha? Asha anamuelewa, usilipe ubaya kwa ubaya. Rehema Gunga imejirudia. Maria Mwashalawe anasema sijamuelewa Asha. Bro, nakupata hapo studio. Anaitwa Mwazembe Idiwili Idogoyo. Sawa. Guys, about time is over. Sehemu ya 4 tumekomea hapo. Nilitamani tufike mpaka sehemu ya 5 ambayo ina hitimisho la simulizi hii. Naomba niwaahidi kwamba Monday, Jumatatu, mwendelezo wa sehemu ya 5 ambayo itakuwa ni hitimisho baada ya kutoka sasa pale mahakamani. Asha na Danieli, nini kiliendelea kwao? Hukumu imeshatoka. Victor ameenda jela kwa miaka ambayo amepunguziwa, na faini amepunguziwa kwa kuombewa msamaha na kuombewa kupunguziwa adhabu na Asha ambaye ndio alifanyiwa ubaya na Victor. Je, baada ya kurudi nyumbani, Danieli aliporudi nyumbani pamoja na mkewe Asha, nini kiliendelea? Danieli aliendelea kuwa na upendo kwa Asha, au alipofika nyumbani akamwambia Asha, beba vyako na wewe mfuate Victor gerezani? Unafikiri nini kitatokea Asha pamoja na Danieli wakirudi nyumbani? Ungekuwa ni wewe, nini kingetokea? Unambebesha vilago au unafanyeje? Nipigie simu yako hapa, alafu iwe ndio conclusion yetu kwa siku ya leo. Ungekuwa ni wewe, then tusubiri next episode, sehemu ya 5 ambayo ndio mwisho wa simulizi hii, Jumatatu saa 10 kamili jioni. Hakikisha unafungulia redio yako, wewe ambaye unasikiliza 101.7 Delta FM. Wewe unayefuatilia kupitia YouTube, sehemu ya kwanza, ya pili, ya 3 na hii ni ya 4. YouTube unaandika Fidia Tinga. Fuatilia kuanzia sehemu ya kwanza ili uweze kujua. Wakirudi nyumbani unafikiri nini kitatokea? Kwenye line, hello. Karibu sana, punguza sauti ya redio kwanza, afu utarudi tena utapiga simu yako. Unafikiri nini kitatokea baada ya Asha na Danieli mumewe kurudi nyumbani? Kama ungekuwa ni wewe, ndio unaenda kumbebesha vilago mke wako? Au na wewe mwanamke unayenisikiliza, au ukifika nyumbani unaenda kupiga magoti kwa baba watoto, baba naomba unisamee? Au unafanyeje? Nini ungekuwa wewe ungekifanya hapa? Kwenye line hapa, halo. Halo studio hapo. Sauti ya nani, wapi? Naitwa Victor hapa kutokea chini ya Makongorosi. Karibu kutokea Makongorosi ndugu yangu. Ungekuwa ni wewe sasa ndo Danieli, mmerudi nyumbani na mke wako Asha. Ami hapo nisaka ningefanya tu kumsamea kwa sababu yeye alikuwa yuko sawa. Yuko sahihi Asha. Sawa. Yeye mwamba anasema angemsamee tu alafu yangeisha. Kwenye line mtu mwingine, halo. Halo. Karibu, naitwa nani, uko wapi? Kutoka ile Mbeya. Karibu. Ila punguza sauti ya redio au kaa mbali na redio mamangu. Hapo ningekuwa ni mimi na msamee tu kwa sababu hapo alitenda ni kama wema. Okay. Ndio. Haya, sawa. Hatari, watu wanatangaza msamaha. Kaka, inataka moyo sana Danieli, Mungu ampe nguvu tu, maana si rahisi kabisa. Anaitwa Wema, ameandika hivyo. Pia anasema dada Asha anafundisha kitu sahihi, wala tusifikirie vibaya. Mimi nimemuelewa, wacha tusubiri majibu. Asha ni mtu mwenye utu sana. Kabuka boy. James Kapunga Daudi anasema kaka ana moyo. Nani sasa huyo? Danieli au? Ana moyo ana moyo kweli. Guys, Jumatatu tena hapa kama kawaida, mwendelezo wa simulizi yetu kama kawa na mastori ya jioni kama kawa. It's your boy Fidia Tinga, mwana wa Tinga. Shout out to you uliyenifuatilia live kupitia TikTok, YouTube na kwingineko pia. Shout out to you Uyole Finest from Dar es Salaam. Salamu zikufikia hapo ulipo pia mwamba. Makopa kama yote nimeona umepiga piga makopa kama yote. Make sure unafuatilia simulizi hii kama ukufahamu mwanzo mpaka tulipofikia. Ingia YouTube,
andika Fidia Tinga. Utaikuta sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4. Sehemu ya 5 ambayo ni finali ya mwisho next Monday. I'm going by the name Fidia Tinga, mwana wa Tinga.